Tena kwenye chaneli yetu ya Afya Class. Leo nimekutajia mambo makuu 8 unayopaswa kuacha kabisa ili usije ukaingia kwenye tatizo la upungufu wa nguvu za kiume, tatizo ambalo wasumbua wanaume wengi kwa hivi sasa. Lakini kabla ya kuendelea na video hii, please bonyeza subscribe button ambayo inapatikana chini ya video hii ili uendelee kupata video na makala za staili hii kila tunapozitoa. Unatakiwa ujue kwamba kuna mambo mengi muhimu ya kuacha kabisa au kuepuka au kuyapunguza kwa sababu yana uwezo wa kuathiri nguvu za kiume moja kwa moja. Sasa katika video hii nimekuchambulia baadhi ya mambo hayo. Jambo la kwanza, uvutaji wa sigara. Unatakiwa kuacha kabisa kama unavuta sigara. Kwa nini? Sigara huathiri mishipa ya damu na kupunguza mtiririko wa damu kwenye uume. Hali hii husababisha uume ushindwe kupata damu ya kutosha. Sigara husababisha mishipa kubana au hali ambayo hujulikana kama vasoconstriction, hivyo kusababisha kushindwa kabisa kusimamisha uume au kusimama kwa muda mfupi sana. Hali hii inaweza kuathiri nguvu za kiume kwa mwanaume. Lakini kitu kingine ni matumizi ya pombe. Unatakiwa kabisa uache matumizi ya pombe kama uko kwenye kundi hili. Vitu hivi pia huweza kuathiri mfumo wa nevu katika kufanya kazi vizuri, lakini pia huweza kupunguza hamu ya tendo la ndoa kabisa. Huweza kuathiri homoni za kiume ambazo hujulikana kama testosterone na hatimaye ukaingia kwenye hatari pia ya kupata tatizo hili la upungufu wa nguvu za kiume. Kwa hiyo matumizi haya pia ya pombe yanaweza yakasababisha au yakakupelekea wewe kuingia kwenye tatizo hili. Tabia ya kufanya masturbation. Hali hii au tabia hii inawakumba wanaume wengi sana bila kujua kwamba moja ya madhara ambayo unaweza kukutana nayo baada ya kuwa mtu wa kufanya vitu hivi mara kwa mara ni kuingia kwenye hatari ya tatizo hili la upungufu wa nguvu za kiume. Tatizo linaanzaje? Hali hii inatokea pale ambapo mfumo wa nevu unachoka, vishipa vidogo vidogo vya damu vinaharibiwa kutokana na jinsi ambavyo unafanya masturbation, lakini hatimaye unaingia kwenye tatizo hili la uume kushindwa kusimama vizuri. Tabia hii ya kufanya masturbation inaweza kukupelekea pia kwenye hatari kubwa ya kupata tatizo hili. Lishe duni. Je, unakula vyakula vya aina gani? Hapa nazungumzia sana sana vyakula vya mafuta mengi pamoja na sukari nyingi. Unapotumia vitu hivi kwa kiwango kikubwa, unajiweka kwenye hatari ya kupata magonjwa mbalimbali kama vile ugonjwa wa kisukari, shinikizo la damu na kadhalika. Hali hii inaweza kupelekea pia matatizo mengine kwenye mfumo wa nerves pamoja na uharibifu wa mishipa midogo midogo ambayo inapatikana kwenye eneo hili. Matokeo yake unaweza kuingia tena kwenye hatari nyingine. Lakini pia kukaa bila kufanya mazoezi. Ni muhimu sana kufanya mazoezi kila siku. Hali hii ya kukaa bila kufanya mazoezi huweza kupelekea kuwa na matatizo mengine mbalimbali. Kwa mfano tatizo la uzito kupita kiasi, lakini pia mzunguko mbaya wa damu mwilini. Vitu hivi huathiri mzunguko wa damu, lakini pia hupunguza stamina na nguvu ya mwili, huleta udhaifu kwenye misuli mbalimbali ya mwili, lakini pia huweza kukupelekea wewe kwenye hatari zaidi ya kupata tatizo hili la upungufu wa nguvu za kiume. Msongo wa mawazo. Hakikisha unaepuka stress kwa namna yoyote. Kati ya vitu ambavyo vinaathiri performance ya mwanaume ni pamoja na msongo wa mawazo. Tabia hii au hali hii huweza kuathiri mfumo wa nerves, huweza kupunguza hamu ya tendo la ndoa, kusababisha matatizo ya kisaikolojia kwenye mwili wako, lakini pia huweza kuathiri performance na uwezo zaidi wa kufanya tendo la ndoa. Kwa hiyo kama una msongo wa mawazo au stress, hakikisha unatafuta njia ya kutoka kwenye wimbi hili ili ukae salama zaidi. Lakini pia tahadhari nyingine ni kuto kutumia dawa kiholela. Acha matumizi ya dawa pasipo ushauri wa kitaalamu au pasipo ushauri wa daktari, kwani baadhi ya dawa huweza kuleta athari kwenye mfumo huu wa uzazi wa mwanaume. Ziko dawa za hospitalini, lakini pia yako matumizi ya dawa zingine za kienyeji. Watu wanatumia dawa za aina mbalimbali, mfano vumbi la Kongo na kadhalika. Dawa hizi au vitu hivi ukivitumia, wewe unaweza ukaona kama vinakusaidia, lakini vinaweza vikakuongezea hatari au vikakuingiza kwenye hatari nyingine kubwa ya kupata tatizo hili la upungufu wa nguvu za kiume. Kwa hiyo epuka matumizi ya vitu hivi, ni hatari kwa afya yako. Vitu hivi pia huweza kushusha ile hamu ya tendo la ndoa, huweza kuharibu kabisa mfumo wa nerves na mishipa ya damu,
lakini pia huweza kuchangia kama nilivyosema katika tatizo hili la upungufu wa nguvu za kiume. Kukosa usingizi wa kutosha. Je, unalala vizuri? Watu wengi hawachukulii kwa uzito habari ya usingizi, lakini kati ya vitu ambavyo unatakiwa kuvifahamu, kukosa usingizi mzuri wa kutosha unaweza kuongeza hatari ya matatizo mengi sana kwenye mwili wako. Na moja ya matatizo ambayo unaweza kuyapata, fahamu kwamba usingizi huu mdogo au kutokupata usingizi wa kutosha huathiri uzalishaji wa homoni, na pengine ziko homoni nyingine mbalimbali ambazo ziko ndani ya mwili wako. Panapotokea upungufu wa kiwango kikubwa cha uzalishaji wa homoni hizi, ujue kabisa zinaweza zikaleta effect moja kwa moja kwenye mfumo wa uzazi wa mwanaume, lakini pia unaweza kuathiri nguvu ya mwili kwa ujumla, hamu ya tendo la ndoa na kadhalika. Mambo haya yote yanaweza yakakupata endapo upate usingizi wa kutosha. Lakini je, una tatizo hili na hujapata msaada wa tiba bado? Kwa ushauri zaidi, elimu au tiba, usisite. Tunaweza kuwasiliana hapa ndani ya Afya Class kupitia kwenye namba ambazo zinapita kwenye screen yako, nasi tutakusaidia na tatizo lako litaisha kabisa. Asante.